Lakini sambamba na hayo, ndugu zangu, napenda kushauri watumishi wa umma waliokuwepo katika taasisi zetu za umma kujichunga na ndimi zao. Ulimi unaweza ukajenga kitu kikubwa sana, na ulimi unaweza ukabomoa kitu kikubwa sana. Wanatakiwa ikiwezekana hata vikao vyao vya ndani. Waandishi wa habari mna haki ya kupata habari kwa mujibu wa sheria. Lakini haki hiyo mnaipataje? Je, mna haki ya kukaa kwenye vikao vya ndani na serikali inazungumza siri zao na nyinyi mko pale? Hayo ndio itakuwa ndo maadili? Aidha waandishi wa habari wasubiri baada ya kikao cha ndani waje tuambie yale maadhimio, kwa sababu kama serikali inafanya siri labda katika kufanya mambo, kukamata wahalifu mbalimbali au watuhumiwa wa uhalifu, unapozungumza ndani na baadhi ya watu wakaenda live wakazipeperusha, je, mnaona kwamba jambo hili litakaa sawa sawa kidiplomasia? Kwa sababu tumeona hivi karibuni kuna raia mmoja ambaye alichochea mambo haya kwa njia ya mitandao. Tumeona msomi anazungumza, waandishi wa habari wakaiposti, na alisema kwamba miongoni mwa maagizo alikuwa ni hayo. Nadhani mheshimiwa kama rais baada ya kumwapisha alimpa maagizo ya siri kwamba bwana, kuna hivi vitu vimechochea, vimeleta haya maafa na lazima watu hawa watuhumiwa washughulikie ipasavyo, vikaja hata kuleta taharuki kwenye jamii. Kwa maana yake ni kwamba waangalie wanazungumzia wapi. Vikao vya ndani ni vyema wajifungie wao ndani, wakazungumza siri za serikali ziweze kulindwa, wasilete mkanganyiko na taharuki katika jamii. Hiki ni kitu ambacho hakikubaliki. Haijalishi wewe ni nani, uko wapi. Tunapozungumza swala la sheria, tunapozungumza siri za serikali, tunapozungumza amani ya nchi, ili ni jukumu la kizalendo la kila Mtanzania. Kwa namna yoyote vile lazima tuilinde. Tutapohisi mtumishi yoyote wa umma anataka kutufikisha babaya, tutamshauri Mheshimiwa Rais akitazame kitasa chake hicho, kwa sababu kitatufikisha babaya. Kwa hiyo ni vyema sana, kwa sababu hotuba ya Mheshimiwa Rais ilieleweka vizuri kwamba huu sio wakati wa mapambano, ni wakati wa maridhiano. Tuchague hekima baada ya mihemko. Hivi vitu vingine vinatokea wapi? Mimi nimewasifu baadhi ya viongozi ambao wamekaa kimya. Tunasubiri kwamba waheshimiwa wateule ambao ni wabunge mbalimbali waweze kula kiapo, tupate waziri mkuu, tupate spika, tumsikilize Mheshimiwa Rais atasema nini. Kwa tulitaraji kwamba mambo mengine yawe na subira. Alafu tuangazie sasa tunafanyaje kuleta taifa kwa pamoja, kusamini utu wa Mtanzania na sio matamko ambayo yataleta miemko. Kwa hivi ni vitu ambavyo napenda sana kuvisisitiza. Watumishi wa umma mbalimbali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, mtu yote ambao wewe ni mtumishi wa umma, mnapofanya vikao vya serikali ni busara, sio vyombo vya habari vishiriki mwanzo mwisho katika vikao vya ndani. Hapo tutakuwa hatutunzi siri za serikali, na watakuwa hawakitendei haki kiapo chao kwamba kutotoa siri za serikali isipokuwa kwa amri ya rais au kwa maslahi ya umma. Tutakuwa tukitendei haki. Hili niliona ni lazima tupigilie msumari. Lazima tupigilie msumari. Wito wangu mwingine kwa maofisa wote wa umma, haijalishi upo katika taasisi gani ya ulinzi, wale ambao wamefanya vitendo ambavyo vimeonekana kabisa hivi vinakiuka haki ya kuishi, haki ya uhai kwa mtu, hatuwezi, nyumba mfalme hataki kuwa natuma hata kidogo. Hatuwezi kusema kwamba ni jeshi limefanya, ni wao ndo wamefanya. Kwa sababu sheria inakutaka kiapo chako ni kutii amri halali. Kutoa uhai wa mtu si amri halali. Katiba imesema haki ya kuishi. Hiyo ni haki ya wajibu. Ni haki ya asili toka kuumbwa na kuzaliwa kwa mwanadamu, ni haki. Tumewaajiri, wanalipwa mishahara ya umma kwa kodi zetu ni kwa sababu ya kutulinda. Huo ndo ukweli. Inapogeuka hapo
tafsiri yake ni kwamba umevunja sheria, umevunja katiba. Akifanya mwananchi wa kawaida, tutamshtaki kwa mauaji. Sasa iweje ofisa ambayo umeapa kulinda hicho kitu ufanye tukuache? Ofisi ya mashtaka ya taifa ikuache? Why? Na ile ni ofisi ya taifa ya mashtaka na sio ofisi yao. Tunasema ofisi ya DPP, lakini ni ofisi ya taifa ya mashtaka. Ni taasisi ya umma, ni taasisi yetu. Wanaandaa mashtaka kwa maslahi mapana ya taifa. Hawatakiwi kumlinda mtu yoyote, haitakikani. Haki itendeke. Kwa walioharibu rasilimali za umma, masheri na nini, wachukuliwe hatua kwa mujibu wa sheria, na waliosababisha kuweza kukiuka, kuondoa haki ya uhai bila sababu za msingi, wachukuliwe hatua. Tunasema sheria ni msumeno ukata mbele na nyuma. Kwa ni sharti ulande mbele, ulande nyuma.